Kwingineko ni kwamba aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua amewasilisha kesi katika mahakama ya rufaa kupinga uamuzi wa mahakama kuu uliounga mkono kuondolewa kwake madarakani. Gachagua anasema mahakama kuu ilifanya makosa kisheria kwa kukubali ukiukwaji wa baadhi ya haki zake za kikatiba, huku ikikataa kubatilisha uamuzi wa seneti uliomwondoa madarakani. Katika ombi lake, aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua anaiomba mahakama ya rufani itangaze kuwa uamuzi wa bunge la seneti wa tarehe 17 mwezi Oktoba mwaka 2024 wa kumwondoa katika wadhifa wa naibu rais ulikuwa kinyume cha katiba na usio na nguvu za kisheria. Gachagua pia anaiomba mahakama ya rufani kurekebisha hukumu ya mahakama kuu ili kujumuisha sehemu za uamuzi zilizotolewa hadharani wakati wa kutolewa kwa hukumu hiyo, lakini ambazo hazikujumuishwa katika hukumu iliyoandikwa. Katika ombi lake, Gachagua anasema mahakama kuu ilikosea kwa kubaini kwamba baadhi ya haki zake za kikatiba zilikiukwa, lakini ikaamua kwamba uamuzi wa seneti wa kumwondoa madarakani haungeweza kubatilishwa. Aidha, anadai kuwa baadhi ya sehemu za hukumu iliyotolewa katika kikao cha wazi cha mahakama ziliachwa katika hukumu ya mwisho iliyoandikwa. Aliyekuwa naibu rais pia anapinga mchakato wa ushirikishwaji wa umma uliofanywa na bunge la kitaifa na lile la seneti, akisema haukutimiza matakwa ya kikatiba. Gachagua anasema fidia ya shilingi milioni 50 iliyopewa na mahakama kuu kutokana na ukiukaji wa haki zake za kikatiba haitoshi kurejesha hadhi yake, kulinda na kuzingatia katiba, pamoja na kuzuia ukiukaji kama huo kutokea siku zijazo. Vilevile anapinga uteuzi wa mrithi wake Profesa Kithure Kindiki kuwa naibu rais. Michael Mondiga, Darubini.